Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au nchi zima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Tuongelee habari za vita kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la taifa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limepata mafanikio mapya katika operesheni zake za kijeshi mashariki mwa DRC baada ya kurejesha udhibiti wa mimili wa kimkakati wa Pangoi Tepe uliokuwa ukishikiliwa na waasi wa ADF katika eneo la Mombasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na jeshi, operation hiyo imeongozwa na Kanali Isa Abdul Karim, kamanda wa brigedi ya 31 ya FARDC. Vikosi hivyo vilianzisha mashambulizi yaliyolenga kuwasukuma nyuma wapiganaji wa ADF na kurejesha usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia. Barabara Pangoi Tepe inachukuliwa kuwa ya kimkakati kutokana na umuhimu wake katika usafiri wa watu, usambazaji wa vifaa na shughuli za kiusalama. Kwa muda mrefu waasi wa ADF walikuwa wakitumia eneo hilo kama njia ya kusafiri na kupanga mashambulizi dhidi ya vijiji vya karibu, hali iliyosababisha hofu ya kuhatarisha maisha ya wananchi. Baada ya kurejesha udhibiti wa barabara hiyo, FARDC imeeleza kuwa operation bado inaendelea kwa lengo la kuwafuatilia waasi waliosalia na kuhakikisha hawarejei tena katika maeneo yaliyokombolewa. Jeshi limesitiza kuwa dhamira yake ni kurejesha amani ya kudumu na kuimarisha usalama katika jimbo la Ituri pamoja na maeneo mengine yanayokumbwa na makundi yenye silaha. Wananchi wa Mombasa wanatarajia kuwa mafanikio hayo yatafungua tena njia ya barabara, kuruhusu wakazi kurejea tena katika shughuli zao za kila siku na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia waliokumbwa na vita. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa licha ya ushindi huo wa kijeshi, changamoto bado ipo kwa kuwa makundi ya ADF yamekuwa yakibadilisha maeneo ya shughuli zao mara kwa mara. Hivyo wanasitiza umuhimu wa kuendeleza operation ya kijeshi sambamba na ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa za kiusalama. Kwa ujumla, kurejeshwa kwa mimili ya Pangoi Tepe ni hatua muhimu katika juhudi za FARDC za kupambana na ADF na kuimarisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi sasa wanasubiri kuona kama mafanikio hayo yatambatana utulivu wa kudumu na kurejea kwa maisha ya kawaida katika eneo la Mombasa. Tuendelee na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mamlaka za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuchunguza chanzo cha ajali ya ndege ya mizigo ya kampuni ya Tresep Congo Aviation iliyoanguka katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa sababu halisi ya ajali hiyo bado haijafahamika, huku uchunguzi wa kiufundi ukiendelea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka chanzo kilicho karibu na sekta ya usafiri wa anga, rubani wa ndege hiyo alipatikana akiwa hai baada ya ajali, lakini rubani msaidizi aliyetambulika kwa jina la Sate alipoteza maisha. Chanzo hicho kinaeleza kuwa hadi sasa rubani aliyenusurika bado hajahojiwa rasmi na wachunguzi, hivyo bado haijawezekana kubaini mazingira kamili aliyopelekea ndege hiyo kuanguka. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa muda mfupi kabla ya mawasiliano kukatika, wafanyakazi wa ndege walitoa taarifa ya dharura wakieleza kuwa moja ya injini ya ndege ilikuwa imeharibika. Walikuwa wakijaribu kuelekeza ndege hiyo kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa Walikale, lakini mawasiliano ilikatika ghafla. Baada ya siku kadhaa za msako, timu za uokoaji zilifanikiwa kuipata mabaki ya ndege hiyo katika kijiji kilicho karibu na Walikale.
Ugunduzi huo uliwezesha kuthibitisha hatima ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Ndege hiyo ilipata ajali ya Let L410 iliyokuwa ikiendeshwa na kampuni ya Tracep Congo Aviation. Ilikuwa imeondoka katika uwanja wa ndege wa Mavivi mjini Beni tarehe 24 mwezi wa 7 ikiwa imebeba wafanyakazi wawili na shenena ya bidhaa kuelekea wilaya ya Shabunda. Muda mfupi baada ya kuruka, rubani alituma ujumbe wa dharura akiripoti itilafu katika moja ya injini ya ndege kabla ya mawasiliano yote kukatika kabisa. Tangu wakati huo juhudi za kuitafuta ndege hiyo ilianza hadi mabaki yake yalipopatikana. Mamlaka za usafiri wa anga na wataalamu wa uchunguzi wa ajali za ndege wanatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina kwa kuchambua ushahidi uliopo, mabaki ya ndege pamoja na ushuhuda wa manusura. Kwa sasa hakuna sababu rasmi zilizotolewa kuhusu chanzo cha ajali hiyo na hakuna nadharia yoyote iliyothibitishwa. Ajali hii imeibua maswali kuhusu usalama wa wasafiri wa anga katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wananchi wakisubiri matokeo ya uchunguzi yatakayobaini chanzo halisi cha tukio hilo na hatua zitakazochukuliwa ili kuzuia ajali kama hizo zisitokee tena siku zijazo. Tuende na habari za hali ya usalama kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzua hofu katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya taarifa za kutekwa nyara kwa mkuu wa kijiji cha Ndurumo anayejulikana kwa jina la Banyene Bululu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo lilitokea katika eneo la Bana Ulengo lililoko ndani ya kijiji cha Luberike. Haijaaminika mara moja watu waliotekeleza utekaji huo wala walikompeleka kiongozi huyo wa kijiji. Hakuna kundi lililojitokeza kudai kuhusika na tukio hilo. Wananchi wa eneo hilo wanaeleza wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara katika sehemu mbalimbali za Walikale. Wanasema vitendo hivyo vimekuwa vikitishia usalama wa raia, viongozi wa kijamii na wafanyabiashara, huku wakisababisha hofu ya kuvuruga shughuli za kila siku au maisha ya watu ya kila siku. Wakazi wamezitaka mamlaka za serikali na vyombo vya usalama kuongeza doria za kuimarisha ulinzi katika maeneo yanayoonekana kuwa hatarishi. Pia wameomba juhudi za haraka zifanyike ili mkuu huyo wa kijiji aokolewe au apatikane salama na wahusika wa tukio hilo wafikishwe mbele ya sheria. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matukio ya utekaji nyara katika maeneo yenye migogoro mara nyingi huchangia kuzuruta kwa hali ya maisha ya wananchi, kwani wafanya watu kuhofia kusafiri, kufanya biashara au hata kushiriki shughuli zao za maendeleo. Hadi sasa mamlaka husika hazijatoa taarifa rasmi kuhusu maendeleo operation za kumtafuta mkuu huyo wa kijiji wala mazingira halisi yaliyopelekea kutekwa kwake. Uchunguzi unaendelea ili kubaini waliohusika na sababu za tukio hilo. Kwa jumla, tukio hili limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Walikale na kuonyesha umuhimu wa kuimarisha usalama katika maeneo yanayokumbwa na vitendo vya uhalifu na makundi yenye silaha. Wananchi wanaendelea kusubiri hatua madhubuti kutoka kwa serikali ili kurejesha utulivu na kuhakikisha viongozi wa jamii pamoja na raia wanapata ulinzi unaostahili. Ambapo mapigano mapya yameripotiwa kutokea usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, baada ya wapiganaji wa M23 kudaiwa kushambulia maeneo yaliyokuwa yakilindwa na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalilenga vijiji vya Ngaa na Ngerere vilivyoko kwenye mpaka wa groupment ya Kisimba na Ikobo katika sekta ya Wanyanga. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyozua hofu miongoni mwa wananchi, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kwa ajili ya usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya utawala wa eneo hilo, wazalendo walifanikiwa kuyazuia mashambulizi hayo baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa muda mrefu. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya kushindwa kusonga mbele, wapiganaji wa M23 waliondoka na kurejea kwenye maeneo yao ya awali. Vyanzo vya usalama navyo vinaeleza kuwa wapiganaji hao walijiondoa kuelekea eneo la Iula ambalo linatajwa kuwa moja ya maeneo wanayoyadhibiti.
Hata hivyo hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, na taarifa hizo bado haziwezi kuthibitishwa kwa kujitegemea. Tukio hili linaonyesha kuwa hali ya usalama katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC bado ni mbaya, huku mapigano ya mara kwa mara kati ya M23 na makundi ya wazalendo yakiendelea kusababisha hofu kwa wananchi na kuhatarisha shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Hadi sasa M23 haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za mashambulizi hayo wala madai ya kurejeshwa nyuma kwa wapiganaji wake. Vile mamlaka za serikali hazijatoa taarifa ya kina kuhusu matokeo ya mapigano hayo. Wananchi wa maeneo ya Walikale wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuzuia kuongezeka kwa mapigano, wakihofia kuwa kuendelea kwa vita kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acheni kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Mashariki ya Kati, Iran imesema bado inashikilia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na haijaomba kurejea kwa mazungumzo ya amani na Marekani. Kauli ya Tehran inakuja katika wakati ambapo Marekani inadai Rais Trump ameamua kusitisha vita ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, japo vyombo vingi vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba hatua ya Trump imetokana na ushauri aliopewa na jeshi la nchi hiyo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Mpaka sasa kuna hali ya utulivu Mashariki ya Kati baada ya Marekani kusitisha vita, lakini ripoti zinasema kwamba huenda Iran inatikisa kibiriti ili kusikiliza mlio, ikimaanisha kwamba nchi hiyo huenda imeonyesha dalili za kutaka kujaribu utulivu uliopo, ikidaiwa kufanya mashambulizi kadhaa. Jordan imeripoti kudungua droni 2 huku vyanzo vya usalama vya Iraq vikisema droni kadhaa pia zimeshambulia kambi moja ya wapiganaji wa upinzani wa Iran wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq. Saudi Arabia pia imesema imedungua droni kadhaa zilizolenga vituo vyake vya mafuta katika mkoa wa Mashariki pamoja na mjini Riyadh. Na msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia, Turk Al-Maliki, amesema mashambulizi hayo yamefanywa na wapiganaji magaidi wanaoungwa mkono na Iran wanaoendesha hujuma zao kutokea Iraq. Ziko ripoti kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na vyombo vingi vya habari vya nchini humo zinazosema kwamba uamuzi wa kusitisha vita wa Rais Donald Trump umechochewa na ushauri aliopewa na jeshi lake ambalo limemwambia kwamba uwezo wa kuishambulia Iran kwa lengo la kuimaliza nguvu nchi hiyo iuachie mlango bahari wa Hormuz haupo na umefikia mwisho. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa majeshi Jenerali Dan Kane alionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa zana za ulinzi wa anga katika vita hivyo. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika hilo la habari kwamba makamanda wa kijeshi wamemshauri Rais Trump kwamba uwezo wa silaha unapungua. Jana Jumapili, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump ameamua kusitisha kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na maafisa wengine kadhaa wa Marekani wakielezea Iran kama taifa linaloomba yafikiwe makubaliano. Hivi leo lakini Iran imejibu kwa kupitia msemaji wake wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Baghei, aliyeweka wazi kwamba Tehran haijaomba mazungumzo na wala haipo katika mazungumzo moja kwa moja na Marekani, isipokuwa kuna ubadilishanaji wa taarifa kupitia wasuluhishi Qatar na Pakistan. Na zaidi ya hayo, Baghei ameupambanua msimamo wa nchi yake kwamba kamwe Tehran haitoipa karata ya turufu Washington ya kuamua hatma ya mgogoro huu. Hatujawahi kuruhusu na hatutowahi abadan asilan kuiruhusu Marekani kuwa mwenye maamuzi ya kusema ni lini kuna vita au lini kuna amani. Tutajilinda kila patakapokuwa maslahi yetu na kadri mazingira yatakavyoruhusu, na pale tutakapoamini tunaweza kutumia diplomasia kama chombo cha kulinda maslahi yetu ya taifa, basi bila shaka tutaitumia. Ripoti pia zinasema wasuluhishi wakiongozwa na Qatar na Pakistan wanajaribu kuziba pengo linaloleta tofauti kati ya Washington na Tehran ili kuzisogeza nchi hizo mbili karibu kurudi kwenye meza ya mazungumzo kuhusu mpango wa kusitisha vita.
Naam, ni sauti yake Saumu Mwasimba akizungumzia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Lakini tangu Ijumaa, Marekani imesitisha mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya karibu wiki mbili za operesheni za kijeshi mfululizo. Iran nayo imesema itaendelea kusitisha mashambulizi yake iwapo tu Washington haitaanzisha tena. Ingawa Marekani inasema mapumziko hayo yanaweza kutoa nafasi kwa diplomasia, taarifa nyingine zinaeleza kuwa makamanda wake walionya kuhusu kupungua kwa makombora ya kujihami na malengo yanayoweza kushambuliwa. Je, Washington inataka kutoa nafasi kwa mazungumzo au inanunua muda wa kujaza tena silaha zake katika mashehena yake? Swali hili nimeliweka kwa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda kutoka Marekani. Nadhani itakuwa ni vidokezi hivyo vyote viwili. Cha kwanza ni kwamba wanajaribu kuboresha kiwango cha silaha ambazo watakuwa nazo. Kwa wakati huu silaha ni nadra sana kwa jeshi la Marekani kwa sababu ya mashambulizi ya pale mbeleni. Lakini pia wanajaribu kutumia mashambulizi haya kama diplomasia kupitia viegezo vya vita. Kwa hivyo ni vyote viwili nadhani kwenda mbele. Tunapozungumzia kwamba silaha zimepungua katika shehena ya Marekani, inaelezwa kuwa tatizo kubwa ni makombora ya kujihami kama vile Patriot na THAAD. Si kwamba Marekani imeishiwa na silaha zote. Tofauti hiyo ni muhimu na ni kwa kiwango gani katika kuelewa uwezo wake wa kuendeleza vita? Patriot na silaha muhimu ambazo sana sana zinatumiwa kuangusha hizi droni. Lakini pia tusisahau ya kwamba Iran imejihami kwa njia ya kiajabu hapa, kwa sababu Iran inatumia zile droni za bei lakini kila kombora la Patriot inagharimu zaidi ya dola milioni 4 kila kombora. Kwa hivyo ukipima hapa na makombora ambayo Marekani inayotumia ni mengi, inakuwa ni gharama kubwa kwa Marekani. Serikali ya Rais Donald Trump imekanusha madai kwamba Marekani haina silaha za kutosha, lakini wakati huo imeomba fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi. Tunapaswa kulichukuliaje tofauti hii kati ya kauli za kisiasa na tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi? Lazima tupate tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi, kwa sababu Trump anaposema ya kwamba Marekani haijapungukiwa na silaha, amekuwa pia kidokeza pale nyuma ya kwamba Iran inataka mazungumzo bila kuwepo na uthibitisho wote jambo hili. Hizi ni chakachenga tu za kisiasa. Lazima tuangazie na yale ambayo yanasemwa na wasimamizi wa jeshi la Marekani. Lakini pia lazima tuangazie jambo hili kwa hela zinazoidhinishwa na bunge. Ukizungumzia masuala ya fedha, Marekani imekuwa ikitoa silaha kwa Ukraine kuiunga mkono Israel na kulinda vikosi pamoja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Vita vya Iran vinaweka shinikizo gani kwa uwezo wa Marekani kutekeleza majukumu haya yote kwa wakati mmoja? Ni vigumu sana. Na ndiposa wakosoaji wa Donald Trump wanasema amejiingiza kwa vita sio ambazo zilihitajika, lakini ni zile alipendelea. Kwa upande mwingine imedhoofisha imani ya washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Viongozi wa Iran hawana imani yoyote ya kwamba Marekani itasitisha vita hivi, hususan kwa muhula huu wa Donald Trump. Nadhani watajihami, wajipange ya kwamba miaka 2.5 ijayo kwa hatamu hii ya Donald Trump mashambulizi haya yataendelea. Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia zaidi ama akitoa tafsiri yake kuhusiana na yale yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Na tukisonga mbele, Karim Khan ameondolewa katika nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni, ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nzima ya DRC na pembe zote za dunia, kama vile ilivyokuwa asubuhi na mchana. Asante, chao.